tusigeuze kama mtoto mtundu. Akicheza atazingua, wageni akiondoka ndio anachapa. Kuchapa maana yake kumnyongonyesha na kummaliza nguvu zake kwa namna ipi. Hii timu kufikia hatua hii sio tatizo, ila kuwa na muendelezo wao wachezaji wakaja kutusaidia siku za usoni katika ushindani wa kimataifa ndio mkakati ambao unatakiwa. Kwa bahati mbaya mimi naona mafanikio haya Serengeti tumeyachukulia kama harakati, sio mkakati. Sote tunafahamu tuna udhaifu mkubwa katika nchi kwenye kutengeneza ushindani wa soko kwa wachezaji wetu kuingia katika soko la kimataifa. Hatuwezi kufanana na mataifa kama Nigeria ambao wao wakati mwingine wana mazingira mazuri ya wachezaji wao kwenda kucheza kimataifa. Wametengeneza hilo soko la kihistoria, wana ushirika wa vilabu vingi, wana wachezaji ambao wachawahi kuwa na majina makubwa, kwa kila mtoto anajua njia za kupita ziko katika mazingira gani. Sisi tunayo shida hiyo. Ndio maana kila Mtanzania ukimtaja anaona kama ile alitokwenda mbali. Kwa nini? Tunakumbuka wale wachezaji tuenda Brazil wale wakaona kuchukua ubingwa wa dunia kwa watoto wanaoshinda mitaani afu wakaja wakapotelea mitaani. Lakini tunazo timu ambazo sisi tunaweza tukajikuta tunacheza. Unaona hii hatua tuliofika. Unakuta sisi tuliofika finali na wenzetu walioishia robo makundi wakawa na consistency kubwa kuliko sisi. Kwa nini? Kwa sababu ya hizo connection ambazo tunatamani zitengenezwe. Na mwalimu wa kwanza kutengeneza connection ni serikali na maono yake juu ya kuangalia nani na nani watatuunganisha tupate hilo. Kwa sababu mimi nimekuwa nikisema mara nyingi, nchi hii haihitaji influencer. Nchi hii inahitaji mifumo ya kusaidia soka letu kama kazi kwenye dunia. Kwa sababu wachezaji hawa wa umri wa miaka 17 sio mchezaji ambaye anapelekwa academy. Lakini ukisikia hata viongozi wetu wanazungumzia habari za academy, tunatafutia academy wakae kambi mwaka mzima. Miaka 17 ni mchezaji anayecheza ligi. Ndio Lamine Yamal miaka 18 ni mchezaji anayecheza ligi. Kwa hiyo sasa hivi tutengeneze connections na ushirika na vilabu, connections na mawakala, makampuni makubwa ya mawakala duniani. Kwa mfano, kwa nasema miongoni mwa watu ambao mimi nadhani mamlaka zilikuwa zinahangaika nao kutuletea sisi sasa hivi ni wakurugenzi wa makampuni makubwa ili wawe tangible na mifumo yetu ya mpira kwa soka la vijana. Kwa mfano unaleta hapa Gestifute wakina George Mendes. George Mendes anafanya kazi na mashirika ya Ureno, anafanya kazi na shirika la Argentina, anafanya kazi na mashirika ya Brazil. Ndio mnaona hawa wachezaji wa Kibrazili hawa wakina Brazili hawa wa Brazili wengi wako chini ya George Mendes, wa Reno wengi wa Argentina wengi wako chini ya Gestifute, lina mawakala mpaka kule. Kwa hiyo hata sisi shirikisho la mpira ama vilabu vyetu viwe tangible na watu kama hao. Kwa nini? Kwa sababu ndio watatusaidia kupeleka watoto kama hawa sokoni, kwa sababu hawa watoto na miaka 17. Hizi timu zote tunaziona kubwa zina chini ya miaka 20, chini ya miaka 19 vijana wao ambao wakati mwingine wakiwaka huko ndo wanapeleka senior team. Sasa ndo angepelekwa kusajiliwa sehemu kama hizo. Lakini unawapelekaje? Ndio lazima muwe tangible na watu kama hawa. Sisi kwa bahati mbaya tunadhani shirikisho la mpira litafanya kila kitu. Shirikisho kwa kushirikiana na academy za mitaani ndio zimeibua wachezaji wanaonekana pale. Na watu hawajui wale wachezaji, kuna academy zimefanya kazi sana kupeleka wachezaji pale. Kwa mfano nikiangalia kwenye listi ya hawa wachezaji, tena nasikitika pia wakati meneja wetu wa timu ya taifa ndugu Oscar Milambo nilivyokuwa namsikia juzi, namna ambavyo alikuwa anazungumzia kuhusiana na mameneja uchwara. Waziri nimemsikia anazungumzia mameneja uchwara. Ni bora TFF nayo iache taarifa uchwara dhidi ya vilabu wanavotoka hawa wachezaji, kwa sababu moja, hawa wachezaji wanatoka kwenye academy nyingi tu ambazo zimewazalisha hawa wachezaji, na miongoni mwa hizo academy ni pamoja na Kilombero Soccer Net Academy, ambao kwenye hii timu wanao wachezaji wao wasiopungua pale 3 ambao wanacheza kwenye timu. Mfano bwana mdogo yule Hassan Mkindai anatambulishwa kama ni mchezaji wa TDS. Yule ni mchezaji wa Kilombero Soccer Net Academy. Wamemchukua mwaka 2028 wamemtoko, lakini leo wale wakina Curtis Tuli wanaanza kutambulika hapa mapema kama wachezaji wa TDS. TDS wanawachukua watoto wanakaa nao miezi 4 wanarudisha tena kwenye akademi zao. Wako kuna bwana mdogo pale anaitwa Edisa Kasim, na huyu Mkindai ndio kafunga goli, mlinzi alifunga goli mechi moja yetu ya ni midfield kiungo. Yule Mkindai bwana mdogo mmoja mtundu sana, lakini Idris, lakini yuko bwana mdogo Razak Juma, ni wachezaji ambao wametoka kwenye academy za mitaani, wao wamewachukua ndio wako hapa na waliwachagua wao kwenye ile clinic walionyesha nchi nzima kupitia mkurugenzi wa FIFA ambaye yuko na timu yetu. Kwa hiyo wakati haya yote yatakuwa yafanyike, lakini kubwa sisi tusiangalie kombe. Serengeti Boys hoja sio kikombe, ni connection. Tunawezaje kutumia hawa vijana wakatengenezewa njia baadaye waje kulisaidia taifa? Timu za taifa zinapata mafanikio kwa mambo mawili tu: kwa kuwa na ligi bora sana itakaosaidia wachezaji wake wa ndani kupata ushindani, lakini pia kuwa na wachezaji wengi wanaocheza soka la kimataifa.
Sisi ligi bora ndio hii inatufanya sasa hivi tunaenda AFCON mara 2 mara 3. Lakini kilio chetu wa Tanzania ni kupata wachezaji wetu wengi wanaocheza kimataifa. Hiki ndio kipindi kilikuwa cha kuumiza kichwa kwa waziri wa michezo, mkurugenzi wa TFF, kutengeneza ushirika na vilabu mbalimbali duniani, iwe Asia, iwe Amerika, iwe Ulaya, kote tunatengeneza. Kwa nini? Ili wachezaji wetu kama hao wanawahi kwenda kucheza hizo timu za vijana, wanasajiliwa, kwa sababu ukiangalia bachi hao wachezaji tayari kwa status waliofikia wanakwenda kucheza World Cup, wanauzika kwenye vilabu. Sio warudi hapa tufikirie tu kambi kwa watakaa kambi mpaka 2030. Nimesikia watu wasema wakija hapa wawekwe kambi. Hawa sio JKT hawa. Vijana wanaenda JKT, watakaa kambi. Sio na askari wanajiandaa na vita. Hawa ni wachezaji watakuwa wacheze kiushindani na timu ambazo zimechangamka. Kwa hiyo mimi nadhani sasa hivi macho yetu yawe hawa wanaendaje sokoni kimataifa. Na nani watu kupeleka sokoni? Hatuwezi kupeleka sokoni hapa na mainfluencer wachezaji wakubwa. Hapa wameshakuja kina Yoki, wamekuja kina Kanu, hakuwahi kuwa na jambo lolote la maana. Walikuwa wanakujaga tu na kuondoka. Tunatakiwa tutengeneze mifumo ambayo sio itamsaidia kiongozi wale, mifumo ambayo itasaidia vilabu vyetu kuwa tangible, mfumo wetu wa soka, vile vilabu vya wenzetu kuwa karibu na sisi. Kwa mfano ukienda nchi kama Nigeria, ukienda Mali, ukienda wapi, hawajawahi kumfikiria kijana wao na soko la kucheza ndani. Nje sio kwamba ni Ulaya tu, ni hata huko Afrika ndio tunaona wakina Pimpini Kamara, ni mfumo wa soka lao ndani ndio tunaona mpaka kwetu. Hawa kina Djigui Diarra ni mfumo wa soka lao ndani ndio tunaona mpaka kwetu. Wao wanachoangalia wachezaji wao kupata exposure kucheza maeneo mengine. Sisi wachezaji wetu wao wapate exposure kucheza maeneo mengine. Sasa exposure haiwezi kuja kwa mtazamo hii ya kwamba kufikiria kuwa na academy. Basi wachezaji wa academy, hawa ni wachezaji watakuwa watafutiwe masoko. Masoko wanatafuta nani? Ndio kukaa sasa kutafuta mawazo sahihi ya kutunga na hao watu. Si watu hawana maoni, lakini kuna watu ambao wanaweza kutugusa na hivyo vilabu. Sisi mara nyingi unaweza kutengeneza ushirika hapa kwa kuwa tuna mambo ya haraka, kila mtu anataka aonekane mtu wa kati. Unajua sasa hivi kama tunataka kutengeneza sifa kupitia watoto, ndio utasikia kwa masa huko nini? Yaani kutengeneza sifa tu. Matokeo ni kitu kimoja, matukio ni kitu kimoja, muendelezo ni kitu kikubwa. Ndio maana mimi nadhani kwamba kwa mamlaka ya mpira ya nchi wamefanya kazi yao, wametumia fedha za FIFA vizuri kuendesha hii program, na hao watoto wengine walishacheza mchezo kama walishacheza hapo nyuma, wamerudi tena hapa. Sasa nitakuuliza, wale waliocheza nao mwanzo wa mataifa mengine ndio wengi wanacheza Ulaya sasa hivi. Wao ndio wamerudi wanachukua kombe leo. Lakini baada ya sisi kwetu kumaliza wanaenda wapi? Hapa swali lilikuwa sio kikombe. Kwa sababu huwezi kuona labda mataifa yetu ndio bado jambo wanalibeba kwa ukubwa. Nigeria wana kombe la under 17 na under 20 mara 5 duniani, ndio wanaongoza kuchukua makombe mara nyingi. Nigeria sio? Lakini World Cup wamechukua. Nigeria wale wamechukua kombe la vijana mara. Kwa nini World Cup hawachukui? Hata nusu finali hawajai kucheza. Nusu finali ya World Cup hawajai kucheza. Unajua maana yake? Maana yake ni kwamba uwekezaji ule unaofanyika katika ngazi ya soka la vijana na wenzetu wengine ambao unaweza kuona hawachukui kikombe, lakini wana mikakati mizuri kuliko harakati. Wamechukua wale mara 5. Brazil ndio wanafuatia mara 4. Lakini bado Nigeria hawasumbui World Cup. Maana wenzetu wana mifumo sahihi sana ya soka la vijana, lakini unaweza kaishia hapa robo, kaishia makundi, lakini akirudi anatengeneza timu nzuri. Anakusumbua. Anatengeneza timu nzuri, anakupa wakati mgumu. Umefahamu vizuri? Kwa na sisi tuanze hiyo mifumo sasa ya kupeleka watoto wetu kwenye soka la ushindani. Kuwapeleka kwenye masoko ya kimataifa. Ili wawe role model kwa hawa wengine na wajue kumbe ukicheza hawa fulani alipitia michuano hii impeleka mbali. Wako wachezaji wengi wanajulikana kupitia michuano hii wapeleka mbali. Sasa sisi lazima tutengeneze huo mfumo. Tutakwenda na ndege kule, tutajaa, tutashangilia. Baada ya hapo mawazo yetu yaendane na mahitaji ya dunia, sio maoni yetu. Maana tumejaa maoni sana. Mawazo yetu hapa, tunahitajika mpira wetu uende mbali. Na mipango hii isipokuwa ya kimkakati kwa Serengeti Boys, sawa na ambulance bila huduma ya kwanza. Serengeti Boys bila mikakati, sawa na ambulance bila huduma ya kwanza. Kwa sababu moja, tunataka tukashindane na wenzetu, lazima tuwe tayari kwenye mahitaji yaliyokuwepo na dunia. Wachezaji wasukume katika soko la kimataifa ili wapelekwe kwenye hizo timu za under 20 za vilabu vingine kwa kutumia makampuni ya mawakala yanayofahamika duniani, kwa kuwapa nafasi kwa ushawishi wa serikali na mfumo ambao watambue watu wetu. Lakini pia wasajiliwe katika mazingira ambao vilabu vinavyowazalisha vinufaike ili watu wasichoke. Kwa mfano, kama nilivyokuambia, hapa watawatambua haraka Fountain Gate kwa sababu ni taasisi. Azam, Yanga na Simba watawatambua. Lakini vilabu vingine au taasisi zingine kama Kilombero Soka Net wa kule Kilombero wameleta wachezaji watatu hapa, wanaona hawatambui.
Ndio wakala wameka kati sasa hivi wanatambulishwa kama TDS ili mawakala wakae katikati. Wao wanakataa vitu uchwara, lakini nao wanapendekeza kufanya vitu uchwara. Hawa wachezaji wa Kilombero Soka Net wako pale. Hao ni wakotajwa kina Mkindai, kina Razak Juma. Wao watambui kama, lakini sasa hivi ghafla tu utaona watoto wanakaa katikati, wanadhulumu vituo vile vya chini. Runners zinaanzia hapo hapo. Lakini turudi, hawa wachezaji waende academy tena, watafutiwe vilabu. Nani wakutafuta vilabu? Ndio sasa serikali ingekuwa inaweza kukaa kwa kupitia mawaziri wa michezo wa nchi husika kwa kuomba vilabu vyao juu ya mfumo wa soka la vijana, sio kuanzisha program za soka la vijana, kwamba kuwa na nafasi ya kuwapa vijana wetu. Unaona tunapoenda kufanya, sio lazima muanzishe programu za uwekezaji. Sisi tuna soka vijana wetu, tunatamani kuwapa nafasi kwenye vilabu vyao kama kipaumbele. Wale wanakubali. Mpira ni biashara siku hizi. Sasa wachezaji wetu wanakuwa wanapata njia nyepesi kwenda Ulaya. Wachezaji wao kwa mpira hawa wanaenda World Cup mwakani. Unaona status tumejitengenezea. Sasa nani wa kufanya hivi? Nadhani ni mamlaka za mpira, kwa maana Wizara ya Michezo, kwa kujikita, sio kuleta ma influencer hapa. Mchezaji alicheza hapa, atusaidie huyo. Hawezi kutusaidia. Hawa ni wastaafu na wafadhili zao za kuwapa maisha. Sio influencer hapa, hakusaidii influencer. Nimekwambia nchi haina ugeni wa kuleta wachezaji hapa. Kasha kuda ni wanko kanu. Sawa. Kaja hapa si nani huyu. Yoke sio alikuja na nani? Walikuwa na bachi nzima imekuja. Wakati ule program za Coca-Cola. Kwa hiyo hatuna ugeni na wageni. Labda kama wewe mgeni wa leo haya mambo. Kuleta wachezaji wakubwa hapa. Hatuna ugeni Tanzania. Ila kuwa na mifumo ya kusaidia mpira wetu ndio tuna ugeni nayo. Kwa hiyo sasa hivi nadhani ni wakati sasa wa kutengeneza mifumo mizuri ya kusaidia mpira wetu kupitia hili ili kufika mbali. Na nadhani pia ni wakati sahihi ambao mamlaka za mpira za nchi pamoja na serikali waanze kufungua soko, sio wang'ang'ane tu na matukio. Tutaenda tutapata kikombe, hakitotusaidia. Nimekwambia Nigeria wana kombe la dunia la vijana, ndio wanaongoza duniani, wana 5. Lakini wamewahi kuchukua World Cup. Umeelewa vizuri? Tunachotakiwa kwa sisi ni mikakati ya kupeleka watoto wetu kwenda connection. Mimi ukiniambia tukipata connection ya wachezaji 5, 6, 7 Ulaya ni bora kwangu kuliko kombe. Kwa sababu zaidi ya wale watakuwa inspiration kwa vijana wengine na watawatia moyo. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kama nchi ikiangalia zaidi kuliko kwenda na kombe tukashangilia tukarudi nalo hapa. Kwanza sisi nafikiri ndio tutakuwa wengi uwanjani kuliko Senegal. Wenzetu michuano ya vijana wanaichukulia kama darasa. Mtoto anayesoma nasari. Kwa hana mahafali kubwa. Sisi hatuna sababu ya kutokuwa na mahafali kubwa sababu hatuna mafanikio. Tu hata haya ni eneo kubwa sana kulishukuru Mungu kweli. Lakini wenzetu hata ukiangalia kule uwanjani nafikiri wanajaa. Wanaacha watoto wacheze tu. Wanachukua michezo kuimarisha watoto. Sisi kwa sababu ndio jambo letu kubwa kama nchi, tutaangalia TV mikoa yote kwa sababu ndio jambo letu kubwa. Na hatuwezi kulikataa kwa sababu hatujaikuwa wakubwa. Kwa hiyo hata huko tunaacha tushukuru hivyo. Lakini kiukweli kwa wenzetu wala huwezi kuona Senegal wanapeleka ujumbe mkubwa pale kama sisi. Wanachangalia kwa sisi kwa sababu wachafanya hivi mara nyingi na vijana wao. Sasa kochi, kuhusu swala la kuhamasisha kuambia mashabiki waje kuishabikia timu yao kama hivi, ni sahihi kuweza kuhamasisha kipindi ambacho unafanya vizuri na ambapo wanatakiwa labda pengine waanze mwanzo wakati timu inaanza kucheza michuano ya kwanza kabisa, wanahitaji wao napewa hamasa kuanzia mwanzo au sasa hivi wanapofanya vizuri? Hamasa ndio ianze mwanzo. Lakini sisi si watu wa kufuatilia michakato. Sisi ni watu wa matokeo. Yaani hatua aliyofikia Serengeti imekuja kwetu kama chafya. Na watu wameshtuka, kumbe tumefika finali. Kila mtu naye atakuonekana hapa hapa. Ni kwa sababu ya kuto. Yaani hiki kinachofanyika cha hamasa yetu ni kuonesha sisi watu wa mikakati ya muda mrefu. Hatukujua hata kama timu ipo kule. Wewe ndio ulikuwa unajua Serengeti wanacheza. Siko naona tu tumeshinda timu fulani tunachanga. Tumemfunga Nigeria. Algeria. Imeibuka juu. Kila mtu atakupita hapo hapo. Wameweka mpaka azimio bungeni. Kwa wema, sio kwa ubaya, kwa wema, lakini ni kwa sababu hatuna michakato. Wakati mwingine hebu sikiliza hata viongozi wetu juu ya mtazamo wao na mpira wa dunia ulivyo. Au watu wanaozungumzia mpira wa nchi. Hata watu wa kawaida tu mitaani. Bado unagundua tuna safari ndefu. Sasa mtu gani anawataja wachezaji wao kama wanaenda academy. Miaka 17 aende academy, anatoka anaenda kucheza kushindana. Hao wanaitwa train to win, so train to compete. Anatoka kushindana ndo anakwenda sasa kucheza timu kubwa. Sababu mwakani miaka 18 hao wote wanaenda funga mikataba na vilabu. Ndio unaweza kusikia mtu anasema bana hao wakitoka wapelekwe kwenye academy. Academy gani sasa miaka 17? Sijui labda kwetu kuna academy ya miaka 17. Miaka 17 wanacheza timu za under 20. Kuna vilabu vyote duniani vya timu under 20. Hata hivi ya kwetu sio timu zao za under 20. Kwa wengi ndio wakachezea hizo timu sasa. Kwa sababu pale ndio rais kumchukua kapata senior team. Tunafahamu wachezaji wa miaka 17 anacheza Premier. Japo wanakuwa sio kwa wengi sana. Sawa sawa.
Wengi miaka 20, 21 unakuta sasa tayari ndo kawaka zaidi. Kwa hiyo hawa wachezaji sasa hivi vita iwe ni kuwatafutia virabu duniani vyenye timu za under 20 under 20 ndo wachukue wa kwetu tuwapeleke bana, tuna hawa wanapeleka trials na nini, na hata mawakala tutake mawakala ambao wanatoa dira wapelekeni kwenye makampuni makubwa ya mawakala. Ndio maana nikakutolea mfano Guest Fute la George Mendes, wana ushirika na nchi kama Argentina, nimekutajia wana ushirika Brazil, George Mendes ana ushirika na Colombia. Mashirikisho ya kule yanakaa nao chini, viongozi wa kule wanakaa nao chini, anamwambia njoo udili na vipaji kutoka nchi yetu. Kwa hiyo anachofanya anakuwa anaangalia, kwa sababu yeye ni mfanyabiashara, akipata kipaji si anakiuza. Kwa hiyo ndio mnawabana wale waje, kwa sababu yule ukimwambia status ya wachezaji wako unaina kubeba status ya wachezaji wetu wamefuzu, wanakwenda AFCON, wanakwenda World Cup 2030, wanacheza michuano gani, wanacheza finali leo, yeye anakuja na gari video, anachagua watoto, atachukua hawa na wapeleka kwenye ushindani. Tayari zile trials wanabaki watakaofanikiwa watabaki mbele, wakija utachezea under 20 za Simba na Yanga hapa. Tayari una batch nzuri. Wewe ukiona wachezaji kwenye hii batch yote, wachezaji 6 tu wamekwenda Ulaya. 6 tu, wala sio wote, kwa sababu sio batch yote mtatoka vizuri. 6 tu au 7 wamekwenda Ulaya. 3 4 wamefikia kiwango kikubwa, wengine kiwango cha kati. Na ukiwachangana nao kwetu huku, tayari una timu nzuri. Ndio vitu ambavyo wenzetu wanavyotuzidi hivyo. Wao hawapambani na kutaka kila mtu atega. Sasa hapa sisi inaonekana, ndio maana unaona hata kauli zikitoka zinatudhihirisha kwamba tuna kazi. Kauli inatoka kwamba wanaogopa wajanja wachache. Hatuna mfumo, ndio maana tunaogopa wajanja. Lakini tulikuwa na mfumo mzuri tayari, tayari mna ukaribu labda na vilabu mbalimbali, Sevilla, Sujirani, mashirikisho limetengenezwa mfumo na serikali. Nitakuwa watu kwamba bwana njoo leteni watu wenu wachezaji wetu hawa. Wale watu ndio wanaleta watu wao kuja kuchagua wachezaji. Lakini sasa hivi sisi tunaanza kuwapeleka waka mnadani. Jamani hawa, kwa sababu tuna mfumo. Na mfumo wa kutengeneza nani? Ni viongozi wetu ambao wamtumwa hapa mamlaka na hizi dhamana. Kazi yao ni kutengeneza hizo connection.